Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Mahasin TV, karibu katika kapu la habari. Leo tuko nami Abdurrahim Salum Japande kuletea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa nitakujuza hapo baadaye tutakuwa na nani. Lakini kabla ya mtazamaji, tuanze na mukhtasari wa yale nitakayo kuwasilishia siku hii ya leo. Jeshi la polisi mkoani Mwanza latoa onyo kwa wananchi wanaotoa taarifa za uongo na kuzua taharuki. Tume ya haki za binadamu na utawala bora yaonoa waandishi wa habari mkoani Mtwara kuhakikisha wanazingatia haki za binadamu na misingi ya utawala bora. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Slovenia imemwekea kizuizi waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuingia nchini humo. Na mtazamaji, kabla ya kuanza kapu la habari kitaifa, nikukumbusha pia tunapatikana kupitia mtandao wa YouTube ambapo utaandika Mahasin TV official channel. Utaweza kuvinjari vipindi mbalimbali likiwemo kapu la habari. Tulianze kapu la habari kitaifa tukianzia hapa mkoani Mwanza. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linamshikilia mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Loveness Daniel Kisile mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa mtaa wa Temeke kata ya Mhando jijini Mwanza, kwa tuhuma za kutoa taarifa zisizokuwa na ukweli, hali iliyozua taharuki kwa familia yake na jamii kwa ujumla. Taarifa zaidi na Zuberi Mgaya. Akithibitisha kukamatwa kwa mtuhumiwa huyo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishina wa jeshi la polisi DCP Wilbord Mutafungwa, ameelezea jinsi ambavyo mtuhumiwa huyo alivyozua taharuki katika jamii. Mwanamke huyo ameshikiliwa kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kwa mume wake, ndugu zake, kuwa ametekwa na watu watatu wa jinsia ya kiume ambao walieleza kwamba walikuwa wakitaka fedha kiasi cha shilingi milioni 10 ili wasiweze kumdhuru na kuondoa ujauzito wake. Taarifa ambazo hakika hazikuwa za kweli na zilisababisha kuzuka kwa taharuki kwa mume wake, lakini kwa familia nzima jamii, huku zikisababisha jeshi la polisi kuhangaika usiku kucha. Aidha, DCP Mutafungwa ameelezea hatua za haraka za uchunguzi zilizofanywa na jeshi hilo pamoja na kutoa onyo kwa wote wenye tabia kutoa taarifa zenye kuzusha taharuki katika jamii. Kutokana na hali hiyo, jeshi la polisi limechukua mwanamke huyo Loveness Daniel Kisile na kwenda kumfanyia uchunguzi katika hospitali ya Sekotuni, ambapo baada ya uchunguzi wa kitaalamu iliweza kubainika kwamba taarifa alizokuwa akitoa mwanamke huyo hazikuwa na ukweli wowote. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linatoa onyo kali kwa wananchi kuacha kutoa taarifa za uongo kuhusu matukio ya uhalifu, hasa yanayohusiana na vitendo vya kihalifu vya utekaji, kudhulumiwa au kufanyiwa ukatili kwa lengo la kuficha ukweli au kujipatia huduma na msaada wa kifedha kutoka kwa watu mbalimbali. Katika hatua nyingine, DCP Mutafungwa amezungumzia mafanikio ya operesheni mbalimbali zinazofanywa na jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, ili kudhibiti ajali zinazosababishwa na uzembe wa madereva. Katika operesheni hiyo inayoendelea,
tumeweza kuwakamata jumla madereva 9 ambao wamejihusisha na makosa hatarishi ambayo yanaweza kusababisha ajali. Makosa hayo ni makosa ya ulevi, kuzidisha abiria na makosa ya mwendo kasi. Tutaendelea kufanya hivyo, kuwafungia leseni madereva za kuendesha magari mpaka pale ambapo madereva wasiotaka kutii sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani watakapokuwa wamebadilika. Na shukrani sana Zuberi Mgaya kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea hapa jijini Mwanza. Mtazamaji, tutoke hapa jijini Mwanza moja kwa moja tupande jahazi mimi na wewe kwa pamoja tukielekea huko katika visiwa vya Marashi, Karafuu na uchumi wa buluu huko kisiwani Unguja, ambako Wizara ya Afya Zanzibar imesema serikali imefanikiwa kusimamia utekelezaji wa sera ya taifa ya dawa na kuhakikisha kuwa upatikanaji wa dawa muhimu na vifaa tiba pamoja na kusimamia matumizi sahihi ya dawa. Hilal Seifuriame anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Katibu Mkuu Wizara ya Afya Zanzibar Dr. Mgereza Mzee Miraji amesema katika kipindi cha miaka 5 kumekuwa na mafanikio makubwa, ikiwa pamoja na kuongezeka kwa upatikanaji wa dawa muhimu katika hospitali kutoka 57% hadi 95% na vituo vya afya kutoka 63% hadi 96%. Serikali ya awamu ya 8 chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi imeweza kuongeza asilimia au ratio ya upatikanaji wa dawa katika mahospitali kutoka 57% miaka 4 iliyopita mpaka sasa tunazungumzia 95%. Lakini hilo lilienda sambamba na kuongezeka upatikanaji wa dawa katika vituo vya afya, yani dispensary na health centers nchi nzima kutoka 63% miaka 4 iliyopita na sasa tunazungumzia 96%. Vile vile bajeti kuu ya dawa na vifaa tiba imeongezeka kutoka bilioni 17 mpaka bilioni 40. Yamejiri hayo katika kilele cha maadhimisho ya siku ya wafamasia duniani Septemba 25, 2025 iliyofanyika katika viwanja vya mnara wa kumbukumbu Kisonge chini ya kauli mbiu inayosema fikiria afya, mfikirie mfamasia. Katika miaka 3 ya kuwepo kwetu visiwani hapa, yani tunazungumzia miaka 3 ya usajili. Wafamasia walikuwepo zamani, lakini tukizungumzia miaka 3 ni miaka 3 ya kusajiliwa rasmi. Tumeshuhudia mafanikio kadhaa, ikiwemo kuimarisha mshikamano wa wanataaluma kupitia mikutano ambayo tumeshaifanya zaidi ya muhimu, mafunzo, semina elekezi na mafunzo ya kitaalamu na majukwaa ya kitaaluma ambayo tumefanikiwa kuandaa. Kwa upande wake, mfamasia mkuu wa Wizara ya Afya Zanzibar Bi Hidaya Juma Hamad ameipongeza taasisi inayosimamia usalama na ubora wa dawa. Wao wanasimamia safety, yani usalama wa dawa katika jamii, katika market zetu. Sio kazi ndogo, ni kazi kubwa kusimamia usalama na ubora wa dawa. Kwa hiyo mimi leo kama mfamasia natoa shukrani zangu za dhati wa famasia wote hawa ambao wamechangia kwa namna moja au nyingine katika kupeleka huduma za afya mbele. Namshukuru sana Hilal Seifuriame kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko kisiwani Unguja. Tutoke kisiwani Unguja turejee hapa Tanzania bara tukielekea huko mkoani Mtwara, ambako Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora imewajengea uwezo waandishi wa habari mkoani Mtwara kuhakikisha wanazingatia haki za binadamu na misingi ya utawala bora katika utekelezaji wa majukumu yao, hususan katika kipindi hiki cha vuguvugu la uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na wanahabari hao, afisa uchunguzi mkuu Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ofisi ya Dar es Salaam Bi Juliana Laurent amewakumbusha waandishi wa habari kutimiza wajibu wao kwa mujibu wa sheria na miiko ya taaluma hiyo kuhakikisha amani na utulivu vinadumishwa nchini. Katika kipindi hiki cha uchaguzi, waandishi wa habari ni wajibu wenu kujiepusha na migogoro isiyo ya lazima, badala yake kuhakikisha kwamba mnatoa taarifa zilizo sahihi kwa jamii bila upendeleo wowote katika kipindi chote cha uchaguzi, ili kuhakikisha kuwa haki inatendeka katika jamii.
Aidha, tume hiyo imetoa wito kwa waandishi wa habari kusimamia uhuru, haki na amani ili wananchi waweze kutimiza haki yao ya kikatiba kuchagua viongozi wanaohitaji katika uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka huu 2025. Tume inatoa wito kwa waandishi wa habari kusimamia uhuru, haki na amani ili wananchi waweze kutimiza haki yao ya kikatiba wakati wa kuchagua viongozi wao. Mnapotekeleza majukumu yenu, tunawaomba mzingatie maadili ya kazi yenu, haki za binadamu na utawala bora. Kwa upande wao, baadhi ya waandishi wa habari mkoa wa Mtwara wameiomba Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora kuendelea kutoa elimu hiyo kwa jamii ili kila mwananchi afahamu wajibu na majukumu katika kulinda amani ya nchi. Cha kuwaomba tume ni kwamba baada sasa ya kukutana na vyombo vya habari waone namna pia kwenda katika jamii. Kwa mfano vyama vya siasa, taasisi mbalimbali kama za elimu, taasisi za dini, kwa ajili pia na wenyewe wafahamu majukumu ya tume na tume inafanya shughuli gani. Lakini pengine kuna vitu vingine mtu anafanya hajui kwamba ni ukiukwaji wa haki za binadamu. Sisi kama waandishi wa habari tutafanya kazi yetu, lakini tume nao wakipata muda wafike wawafahamishe wananchi wajue hiki ndicho, hiki sicho. Lakini pia kitu kingine ambacho nimeweza kuangalia ni namna gani mwandishi wa habari anaweza kutumia kalamu yake kuharibu. Yaani unaweza kutumia taaluma yako ya uandishi wa habari kuharibu au kujenga. Kwa hiyo kuelekea uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu, naamini kama waandishi wa habari tutaweza kuandika habari zetu kwa kuzingatia kanuni na taratibu za kiuandishi ili kuweza kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa vizuri. Na mtazamaji, tuachane na taarifa hiyo kutokea huko mkoani Mtwara. Moja kwa moja turejee hapa kanda ya Ziwa tukielekea huko mkoani Geita ambako Bodi ya Maziwa Tanzania TDB imesema wastani wa kiwango cha unywaji wa maziwa kwa kila Mtanzania bado kipo chini, ikiwa ni wastani wa lita 68 kwa mwaka, sawa na upungufu wa asilimia 66 ya lita 200 zinazoshauriwa kitaalamu. Hilal Sefuriame anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Shirika la Chakula na Shirika la Afya Duniani yanashauri ili mwili uweze kukidhi mahitaji yake unatakiwa utumie lita 200 kwa mwaka. Sasa wastani wa matumizi yetu kwa mwaka ni lita 68. Sawa? Kwa hiyo unaweza kaona bado tuko chini sana. Kwa hiyo hatutumii maziwa katika kile kiwango ambacho kinafanya nini? Kinashauriwa. Hatua hiyo imefanya TDB kuanzisha kampeni maalum ya kuhamasisha unywaji wa maziwa katika shule na vituo vya kulelea watoto. Kwa nini tunahamasisha matumizi ya maziwa? Maziwa ndio chakula pekee ambacho kina virutubisho vyote ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kujenga mwili. Kwa hiyo nataka niwasihi watoto kuanzia leo muondoke na elimu hii kwamba tunatakiwa kwa mwaka tutumie lita 200 za maziwa. Sijui tuko pamoja? Ndio. Kama ni lita 200, mtoto unatakiwa uhakikishe kwa siku umepata glasi moja ya maziwa. Kwetu hakikishe tunatumia maziwa ya kutosha. Tusikalili ya kwamba maziwa ni kwa ajili ya watoto wadogo tu wanaonyonya. Maziwa ni kwa ajili ya rika zote. Tunasema watoto lazima mnywe maziwa ili muweze kuwa na afya bora, lakini pia muweze kuwa na akili nzuri, muweze kufaulu vizuri mitihani. Kwa hiyo Wizara ya Uvuvi na Mifugo imeamua kuleta maziwa kwa wanafunzi ili muwe na afya bora. Muwe na afya bora, muweze kufanya vizuri masomo yenu, muweze kufaulu vizuri, lakini muweze kukua vizuri. Tukio hilo limehusisha watoto zaidi ya 300 walio kwenye shule na vituo vinavyolea watoto yatima, ambapo wasimamizi wa vituo hivyo wanasema bado kuna uhitaji mkubwa wa maziwa kwa watoto, ukizingatia walio wengi wapo katika hatua za ukuaji. Tuna watoto wengi ambao wengi wako chini ya miaka 10, lakini ukiangalia wengi, ukija kuangalia, wana changamoto ya kutokupata maziwa. Maziwa yako mengi, lakini ule utamaduni wa wazazi kununua maziwa kwa ajili ya kukamilisha mlo kamili inakuwa ni changamoto. Mimi nashukuru sana Bodi ya Maziwa kwa kufika mahali hapa na kwa kutembelea. Jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Na nashukuru kwa kuwa mmetuelimisha namna ya kutumia maziwa, na tutaenda kuelimisha pia jamii na wanafunzi ambao hawajafika siku ya leo hapa kituoni. Na washauri wazazi wote waweze kuwapa watoto wao maziwa ili watoto waweze kuwa na afya bora na maendeleo katika masomo yao. Na shukrani sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Geita.
Mtazamaji, bado tunaendelea kuambaa hapa kanda ya Ziwa, tukitoka mkoani Geita moja kwa moja tuelekee huko mkoani Mara ambako vijana zaidi ya 1000 waliohitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa mujibu wa sheria Operesheni Nishati Safi katika kikosi cha 822 kambi ya JKT Rwamkoma mkoani Mara wametakiwa kuviishi viapo vyao kwa kufanya kazi kwa bidii pamoja na kuendeleza msingi wa nidhamu katika jamii. Taarifa zaidi na Zuberi Mgaya. Akihitimisha mafunzo hayo, mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajab Mabele amewataka vijana hao kuwa wazalendo na kutunza afya zao kwa ajili ya kulitumikia taifa katika shughuli mbalimbali. Kile kiapo naomba mkakiishi. Kokote mnakoenda, nidhamu iendelee. Popote mtakapokuwa, utii uendelee. Popote mtakapokuwa, mwe waaminifu iendelee. Mpende kazi. Wakati wote mnapopata kazi, basi fanya kazi kwa bidii yako kwa kadri utakavyoweza. Kwa hiyo niwasisitizie mtunze afya zenu. Huo ndio usia wangu ambao mimi leo hii kama baba yenu nawaachia mnaporudi nyumbani. Kanali Makame Daima ambaye ni mkuu wa kikosi cha kujenga uchumi Zanzibar JKU ameataka vijana waliohitimu mafunzo hayo kuendeleza kudumisha amani ya nchi na kulinda tunu ya muungano. Na kile kiapo mlichokula kile cha kuenzi taifa hili na muungano wetu ni hiki cha mimi kuwa hapa leo. Kwa hiyo nawasihi, amani, utulivu wa nchi yetu unakutegemeeni nyinyi vijana. Kwa hiyo tulijua hilo. Tuna imani kubwa sana na vijana wetu kuwa wanaondoka hapa wakiwa na nidhamu, ukakamavu, uzalendo, uhodari, uvumilivu, kujiamini na moyo wa kupenda kufanya kazi. Wenyewe wamekiri kwamba wako tayari kulitumikia taifa letu mahali popote na wakati wowote watakapohitajika. Awali akitoa taarifa kwa mgeni rasmi kuhusu mafunzo hayo, mkuu wa kikosi cha kujenga taifa kambi ya Rwamkoma Kanali Mkinga Kinana ameelezea jinsi ambavyo vijana hao walivyojengea uwezo wa kukabiliana na changamoto mbalimbali katika jamii. Mafunzo yao yalifunguliwa rasmi tarehe 18 mwezi Juni 2025 na tumeweza kuwafundisha masomo mbalimbali kama kwenye risala ulivyoweza kusikia, lakini pia wameweza kujengewa uadilifu, utii, uhodari na nidhamu ya hali ya juu, lakini wakienda huko watakakokwenda wataendelea kuwa wazalendo namba 1 kwa taifa lao. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Mara iliyosimuliwa hapa studio naye Zuberi Mgaya, inatufanya hivi sasa tutoke huko mkoani Mara moja kwa moja tuelekee huko mkoani Tabora ambako mkuu wa wilaya ya Urambo mkoani Tabora Daktari Hamisi Mkanachi ameagiza maduka yote yaliyo kwenye mazingira machafu kutofunguliwa, ikiwa ni mkakati wa serikali wa kulinda afya za wananchi dhidi ya magonjwa ya mlipuko, na kwamba wafanyabiashara watakaokaidi agizo hilo watachukuliwa hatua kali za kisheria. Taarifa zaidi na Saidi Kapalila. Daktari Mkanachi ametoa agizo hilo wakati wa zoezi la usafi lililofanyika kwenye viunga mbalimbali vya wilaya hiyo, likihusisha viongozi wa taasisi za umma, wananchi pamoja na viongozi mbalimbali wa serikali, akisema kuwa kufanya hivyo kunalenga kudumisha afya kwa wananchi. Tumeelekeza wale ambao maeneo yao yako machafu wasifungue biashara zao mpaka maeneo yao yamekuwa masafi. Hata kama ni saa 8 mchana, hata kama itamchukua siku 8, ni yeye. Eneo lake la biashara na usafi ni wajibu wake. Hayupo wakwenda kumfanyia usafi kwenye eneo lake. Sisi tunafanya usafi kwenye maeneo ambayo sasa ni yale ambayo yameshakuwa kama no man's land, ambalo sio la mtu moja kwa moja. Hayo tutayafanyia usafi sisi. Ili maeneo ambayo ya wafanya biashara na wao wapo na shughuli zao za biashara zinaendelea, bro, akafanya usafi kwenye eneo lake. Ambaye hatafanya usafi kwenye eneo lake, hatua zisipo zichukuliwe. Kambi yetu akasoka kubwa, ndugu zangu, ni kadogo. Tukasimamia vizuri katakuwa kasafi na katakuwa kasafi siku zote, na itakuwa ni usalama mzuri kwetu na afya na maisha. Kwa upande wake, afisa afya na mazingira wa wilaya ya Urambo Rafael Christopher amesema kuwa serikali itaendelea kutoa elimu na kuhamasisha wananchi kushiriki kikamilifu zoezi la usafi ili kulinda afya zao. Na sisi kama maafisa mazingira na maafisa afya tumejipanga kwa dhati kupita kila maeneo kufanya
uhamasishaji wa usafi wa mazingira, maeneo yote ya biashara, maeneo yote ya masoko. Na zoezi hili ni endelevu na ni wasii wananchi kwamba takataka ni mali zetu sisi wenyewe, tumezizalisha wenyewe. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuhakikisha mazingira yetu yanakuwa masafi, na ni wajibu wetu kuhakikisha takataka tunazozalisha zote tunazipeleka sehemu inakostahili. Baadhi ya wakazi wilayani humo wametanabaisha utayari wao kuunga juhudi za serikali kwenye zoezi la kufanya usafi kwenye maeneo yao. Sisi kama wakazi na wananchi wa halmashauri hii ya Urambo tumelipokea kwa mikono miwili, lakini pia tunakwenda kufanya usafi katika maeneo yetu na kuhakikisha taka zote ambazo tunazizalisha katika maeneo yetu tunazikusanya na kuzipeleka mahali ambapo ni salama, lakini pia na kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira yetu salama kabisa. Sisi tumejipanga kama tulivyoanza leo, tunaendelea kufanya usafi na tumeanzia barabara hii ya stesheni, lakini tumepanga Alhamisi tutakuwa majengo ya kati. Lengo ni kutaka mji wetu wa Urambo uwe msafi. Kutoka Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV. Shukrani sana Saidi Kapalila kwa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Tabora. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ndio mwisho wa kapu la habari kitaifa. Tunapata mapumziko mafupi. Tutakaporejea nitakujuza tutakuwa na nani katika habari za kimataifa. Usibonyeze kitufe. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukrani sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nami, na kwa wewe mnajiunga nami hivi sasa. Kipindi ni kapu la habari, na hivi sasa ni wasawa habari za kimataifa kama zilivyonayo akhi Nuhu Stima. Mtazamaji, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Serikali ya Madagascar imetangaza marufuku ya kutoka nje usiku kufuatia maandamano yaliyoshuhudiwa nchini humo na polisi kutumia risasi za mpira na gesi ya kutoa machozi. Taarifa zinaeleza kuwa waandamanaji hawa wanalalamikia mgao wa umeme na maji unaoendelea nchini humo kwa madai ya umeme na maji kukatika mara kwa mara, hali inayosababisha kusuasua shughuli mbalimbali za wananchi hao. Mamia ya waandamanaji waliingia mitaani kupinga mgao wa umeme ambao unakatika kwa zaidi ya saa 12 na kuzuia barabara kwa kutumia matairi ya mawe, na kuwepo na ripoti kadhaa za uporaji wa maduka na benki katika mji mkuu wa taifa hilo la kisiwa cha bahari ya Hindi. Aidha, vyombo vya habari vya nchi hiyo vimeripoti kwamba nyumba za wanasiasa watatu walio karibu na Rais Adrenalina Rajoelina zilivamiwa na waandamanaji hao, huku vurugu la maandamano hayo lililotawaliwa zaidi na vijana lilianza kupata mvuto siku chache zilizopita kwenye mitandao ya kijamii, hasa Facebook. Kwingineko, serikali ya Slovenia imemwekea kizuizi waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuingia nchini humo, hatua iliyotangazwa rasmi Septemba 24 kupitia taarifa ya serikali hiyo. Hayo yanajiri kufuatia msimamo thabiti wa nchi hiyo kuhusu mzozo wa Palestina, ikiwa ni pamoja na kuitambua rasmi Palestina kuwa nchi huru tangu mwaka jana 2024 na kupiga marufuku mawaziri wawili wa mrengo mkali wa kulia wa Israel. Katibu wa serikali katika wizara ya mambo ya nje ya Slovenia, Neva Grasek,
amesema kupitia ukurasa wa serikali katika mtandao wa X kuwa hatua hiyo inathibitisha dhamira yake kwa sheria ya kimataifa na maadili ya msingi ya haki za binadamu na sera ya nje yenye misimamo thabiti na ya kanuni. Serikali ya Slovenia ambayo ni mwanachama wa Umoja wa Ulaya tayari imechukua hatua kwa Israel kwa kuweka vikwazo vya silaha na kupiga marufuku uagizaji wa bidhaa kutoka maeneo ya Palestina yanayokaliwa na Israel kinyume cha sheria za kimataifa. Aidha, katibu huyo amesema umma unafahamu mashauri yanayoendelea dhidi yake kwa tuhuma hizo na kuongeza kuwa kwa uamuzi huo wa serikali unatuma ujumbe wa wazi kwa Israel kuwa Slovenia inatarajia utii wa kweli wa maamuzi ya mahakama za kimataifa na sheria ya kimataifa ya kibinadamu. Tukikamatisha kapu la habari kimataifa. Mkurugenzi wa zamani wa shirika la upelelezi la Marekani FBI James Comey ameshtakiwa kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kwa bunge la Marekani na kuzuia haki kutendeka. Ripoti inaeleza kuwa mwanasheria mkuu wa Marekani Pam Bondi amesema hati ya mashtaka inaonyesha dhamira ya idara hiyo ya haki ya kuwajibisha wale wanaotumia vibaya nyadhifa zao kuwapotosha watu wa Marekani. Inaelezwa kuwa mashtaka hayo dhidi ya Comey yanahusiana na ushahidi aliotoa mbele ya kamati ya baraza la Seneti la masuala ya sheria ambapo alikanusha madai kuwa alifichua kwa vyombo vya habari taarifa nyeti kuhusu namna Urusi iliuingia uchaguzi wa Marekani. Ikumbukwe kuwa Rais Donald Trump alimfuta kazi James Comey mnamo mwaka 2017, muda mfupi tu baada ya kuthibitika kuwa rais huyo alikuwa anachunguzwa kuhusiana na madai kuwa Urusi iliingilia uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016. Nuhu Stima, Mahasin TV. Namshukuru sana Nuhu Stima kwa masimulizi ya taarifa hizo za kimataifa. Mtazamaji, kabla sijahitimisha, tupate miongoni mwa yale nilokuwasilishia siku hii ya leo. Jeshi la polisi mkoani Mwanza latoa onyo kwa wananchi wanaotoa taarifa za uongo na kuzua taharuki. Tume ya haki za binadamu na utawala bora yaondoa waandishi wa habari mkoani Mtwara kuhakikisha wanazingatia haki za binadamu na misingi ya utawala bora. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Slovenia imemwekea kizuizi waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuingia nchini humo. Na mtazamaji, na kufikia hapo mimi nakuwa sina la ziada. Na siku na wakati mwingine kama huu ulikuwa nami Abdurrahim Salum Japan kuletea habari za kitaifa. Na katika habari za kimataifa tulikuwa naye akhi Nuhu Stima. Nikutakie utazamaji wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.